Ali Masud Nyomwa na tumefahamika zaidi pia kama Masud Kipanya. Ni mwanzilishi na mkurugenzi wa kampuni ya KP Motors ambayo ni wazalishaji wa gari za umeme hapa Tanzania. Kampuni ya kwanza kutengeneza gari za umeme, lakini pia ni kampuni ya kwanza kuthubutu kupiga hatua, kwa maana ya kwamba sisi sio watu wa kwanza kutengeneza magari kama Watanzania. Watu wengi wamekuwa wakihangaika, unasikia Mbeya mtu ametengeneza gari lakini kwa sababu mbalimbali anakufa, anashindwa kuendelea. Unasikia Arusha kuna vijana wametengeneza magari lakini kwa sababu mbalimbali na hasa sababu ya uwezeshaji wanakuja wanaanguka. Kwa hiyo sisi hata wakati tunaanza tuliusoma huo mchezo, tukajua kabisa kwamba kwa hali yetu kama taifa matarajio sio makubwa ya kusaidiwa ili upewe hela mwanzo. Kwa hiyo mimi binafsi nikaamua kuwekeza fedha za kwangu mwenyewe kwa miaka yote hii 6 kuanzia 2019 tuliposajili kampuni, tukaanza kutengeneza tunaita sample prototype ya kwanza, tukaipeleka kwa jamii, wakaitazama, wakatoa mapungufu, ilikuwa ndogo, ilikuwa hivi, tukarudi ubaoni, design ya pili, tukawapelekea, wakatoa tena mapungufu, design ya tatu, mpaka tumefika hatua sasa hivi tumejiridhisha kutokana na maoni ya wateja wetu kwamba sasa gari ina nafasi nzuri na mwendo wake uko vizuri, kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo tumeshaanza hata kupokea oda vile vile. Ingawa sisi pamoja na kwamba tumepokea oda kwenye gari nyeupe ambayo inaonekana, sisi bado tunaitazama ile kama prototype. Pamoja na kwamba mteja ataitumia ataenda kuinani, kuna kitu tunakuja kukibadilisha, kwa maana tunakuja kuboresha ili kitoke kitu kizuri zaidi, kwa sababu safari ya utengenezaji wa gari si safari nyepesi. Inaweza kuchukua hata miaka 10 unachonga, yani una shape ile kitu mpaka ije itokee. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya teknolojia, safari ile inapungua muda, naweza tusichukue miaka mingi lakini tukafika. Kwa hiyo kwa kifupi sana, hiyo ndio hatua ambazo tumezipita na tunamshukuru Mungu kwa sababu mabadiliko ni makubwa sana. Bado ugumu uko pale pale, kwa maana kwamba kila kitu kinahitaji fedha kwenye kukifanya. Kwa sisi hapa kwa mfano unahitaji sana uwekeze kwenye mashine. Sisi gari ambazo watu wanaziona zinatembea, wanaziona kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, ni gari ambazo yani vifaa vilivyotengeneza geti la nyumba yako ndio vifaa ambavyo vimetengeneza gari ya KP, kwa maana ya welding machine unayoiona iko pale, grinder ile ya kukatia, drill ya kutobolea, vinginevyo ni fiber ya kucheza nayo umekwisha. Kwa hiyo unakutata shape ya unapotengeneza bonnet, fender na vitu vingine, tunatumia process ndefu sana kwa sababu ya uduni wa vifaa. Vitu ambavyo ukipata vifaa bonnet unalitengeneza kwa sekunde 5. Umeona, ukiweza kutengeneza bonnet moja kwa sekunde 5, wewe angalia sekunde 5 ziko ngapi katika dakika moja. Unakuja kugundua ndani ya dakika moja unaweza kutengeneza bonnet 10. Kwa hiyo ndani ya saa moja kwa hiyo mkajikuta mna uwezo wa kufyatua gari 5 au 10 kwa siku, zikatoka kwenye assembly line zikasogea. Kwa hiyo lakini tunaamini tuko kwenye hatua nzuri. Wito wangu kwa vijana, actually na wito kwa sehemu mbili. Na wito kwa vijana, nasema wa Tanzania kwa ujumla, kwamba kama kuna kitu unaweza kukifanya, natamani usife na hicho kitu kichwani, kwa sababu wengi wanaogopa kuanza. Wanaogopa sana kuanza, anaogopa ataanguka. Mimi binafsi nimewafundisha staff wangu, mimi siogopi kuanguka, siogopi kuchekwa. Umeelewa kwa sababu ni bora ufanye kuliko kutokufanya. Umenipata? Hata ukifa umefanya, yani unaondoka ukiwa umefanya, unasema nimefanya. Nilipoishia atakuja mwingine ataendelea. Kwa hiyo wito wangu mkubwa kwa vijana wa Kitanzania na Watanzania kwa ujumla ni kwamba kama una wazo, kama una idea, usiogope kuifanya, ifanye. Lakini cha pili, ingawa hujaniuliza wito wangu kwa Watanzania sasa kwa ujumla wao, walaji wa bidhaa zinazotengenezwa na Watanzania, wastahamilieni vijana hawa, kwa sababu mara nyingi naisema ile neno, hawezi kutengeneza kitu kiko sahihi kwa 100% siku ya kwanza. Bahati mbaya sana kwenye umri tuliokuwa nao leo, kama binadamu tunatumia bidhaa ambazo zimeshakuwa perfected. Yani gari unayoiona ya kutoka Japan ama Ulaya, hukuiona siku ya kwanza ilikuwaje. Nakumbuka nilisoma historia moja, Toyota zilikuwa zinazimika barabarani miaka ya mwanzo wakipewa wateja.
Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwenye hatua zile za mwanzo. Kwa hiyo wateja, walaji mnaokula peanut butter iliyotengenezwa Tanzania, mnaokula sijui mtataka kuendesha gari iliyotengenezwa Tanzania, mnao vitu vyovyote, suti za Tanzania, chochote kile, wastahamilieni wa Tanzania kwenye hizi hatua za mwanzo, na msiache kununua bidhaa zao, kwa sababu uzuri wa kununua bidhaa za Watanzania, mimi mara nyingi wanasema hela inabakia wapi? Tanzania. Kwa hiyo ukinunua kitu kwangu, juu kuna mdogo wako atafaidika au mwenyewe utafaidika, kwa sababu wanaopata ajira hapa ni Watanzania. Kodi ambayo tunalipa kwa Tanzania, na mzunguko wa fedha unabaki Tanzania.